Hakuna neno la siri lililositirika mbele za Mungu. Siku ile utashangaa wachungaji wakienda motoni. Utakuwa surprise. Utashangaa mchungaji wako mbaki, utakuwa surprise. Utashangaa watu ambao walikuwa ni watu wa mbele kupraise wanaimba kwa kanisani. Utashangaa wamebaki wanapelekwa motoni. Itakuwa surprise kwako. Utashangaa watu wa kanisa wanaenda motoni, itakuwa surprise kwako. Utashangaa siku ile anasema tokeni kwa msijui hata wewe ukakona watumishi, itakuwa surprise kwako. Kwa sababu siku ile hakuna neno la siri litakalositirika. Halipo. Ulolificha ndani ya kanisa litafunuliwa. Ulolificha kwenye familia yako litafunuliwa. Ulolificha kwenye marafiki zako litafunuliwa. Hakuna neno litakalositirika nyakati zile. Wakati wa kufunga ukurasa wa Mungu. Kwa Yesu sasa. Sasa kipi kitakachokufanya wewe uendelee na dhambi za siri? Maana kanisa leo linatezwa sana na dhambi za siri. Wamefanikiwa vya kutosha kuonyesha watu kwamba wao ni watakatifu. Wamefanikiwa kwa 100% kuonyesha mataifa kwamba wao ni watakatifu. Kufunga tunafunga sana, kuomba tunaomba sana, kufanya ibada tunafanya ibada sana. Tumejitahidi vya kutosha kuionyesha dunia ya kwamba sisi ni watakatifu. Vipi kuhusiana na dhambi za siri tunazozifanya? Yesu anaporudi, Biblia inasema kwamba hakuna dhambi wala neno litakalositirika wakati ule. Hakuna. Vipi zile yale mambo ambayo tunayafanya kwa siri, watu wengine wasiyajue? Vipi yale makucha tuliyoyaficha? Maana wakati ule hakuna neno litakalositirika. Utajaribu kujificha ficha, siku ile unashangaa kwa display tabia yako yote. Utafanya nini? Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Tunaishi na watu ambao wa Kristo ni watu sawa na watumishi wa Mungu. Wanahubiri vya kutosha, wanatumika vya kutosha, wanaimba vya kutosha, wanafanya ibada vya kutosha, lakini wakiingia kwenye mitandao ya simu zao, wamejaza picha za Mungu, wamejaza vitu vya ajabu. Hakuna neno litakalositirika wakati huo. Hakuna neno litakalositirika. Na somo Yesu alisema, ulimwengu unakwenda kufunga. Unaenda kufunga, utajibu nini? Utasema nini juu ya huduma yako? Maana kila neno litatolewa sana. Utasema nini mbele ya Bwana wako? Utajiteteaje kwa Mungu wako? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Baya mkubwa ni kwamba rehema hainunuliwi kwa pesa ya aina yoyote. Hata tajiri wa dunia akifa leo na dhambi zake, hakuna milioni atakayotoa asamehewe dhambi. Hakuna dola atakayotoa asamehewe. Yaani ni kineno asamehewe dhambi. Rehema anaweza kununua magari ya dunia nzima. Anaweza kununua kila kitu cha duniani. Lakini neno rehema asilimia. Kwa sababu sasa ukifa na dhambi, kurasa yako ukishaitengeneza duniani, mwisho wa kurasa hesabu ikipigwa kwenye kurasa yako kwamba ni dhambi, hiyo imefungwa. Haitakai badiliki. Hakuna mchungaji atakayeomba toba kwa ajili yako, hata kama mzazi wako ni baba yako ni mama. Ukamwambia toba ameshakufa, unajisumbua kwa maana ukurasa wake kashafunga na nimeisha hapo. Yesu asifiwe. Haleluya. Unapoona watu wakubwa, watu wengine wanajifariji, wanatenda dhambi, wanafanya dhambi, au zile pesa wanazotenda wanaenda kuwasaidia maskini, wanasaidia sisi. No. Siku mahesabu ya kurasa yako yakifanywa pale na Yesu akafanya mahesabu ya kikalkuleti kwenye kurasa yako, akakuta dhambi si utema, ulikuwa unafanya nini? Wewe ni motoni. Bwana Yesu asifiwe. Okoka leo na wamuntu. Tuna Wakristo wengi mabrila ambao wanatembea tu kama ni Wakristo, wanatembea wametuna, wamejaa kama ni Wakristo, lakini nimekona kwa Mungu wao. Ni wadhambi wakubwa. Sasa ninakwambia hayo kwa sababu kanisa lishatabiriwa kwamba litachafuka. Kanisa lishatabiriwa kwamba litachafuka. Hata Biblia inasema hata wale wateule kama kanisa litachafuka nyakati za mwisho. So kurasa unaenda kufunga dunia kwa ulimwengu. Umejipangaje na kufunga kurasa yako? Kurasa yako imeandikwa nini? Kurasa yako umeandika nini? Ukigeuka nyuma, ukitazama kurasa yako, kuna nini? Kuna historia gani? Kuna nini kwenye kurasa yako? Kuna toba, kuna rehema za Mungu, huduma aliyoweka ndani Mungu. Mungu aliyeweka ile huduma ambayo Mungu amepanda ndani yako, imefikia wapi? Inafanyaje kazi?
Umeifreeze na umeigandisha ndani. Hautaki toke. Hautaki utoke ile huduma ambayo Mungu ameweka ndani yako, huduma ya kushauri, huduma ya kuhubiri, huduma ya uongozi, huduma ya utumishi. Umeifreeze ndani yako. Hutaki toke. Hutaki siku ile utatoa hesabu. Whatever the case utatoa hesabu. Umejiandaa na kufunga ukurasa wa ulimwengu. Unaweza sio? Haleluya. Mwisho wa ukurasa wa ulimwengu. Ama utubu sasa. Ama uishi maisha meupe. Ama uishi maisha yanayojulikana. Mara nyingi wanasema ni bora mlevi, unajua Mungu ni mlevi. Tumuombe kwa sababu yeye ni mlevi, tunamuona ni mlevi, analewa. Sio yuko mtu ambaye anakuja kanisani ni mtakatifu, lakini akitoka hapo ni mtu wa pombe, mlevi. Kanisa linamuona kama ni mtu mlevi, lakini kiuhalisia akiingia kanisani yeye ni mtu mlevi. Huyo ni mtu hatari, na hatari yako soon inakwenda kuwa soft, kwa sababu hakuna neno litakalositirika. Tumekuwa na Wakristo ambao wanajionyesha kwamba wao sio wazinzi. Tukiongelea habari ya wazinzi, wenyewe wanajiweka pembeni. Tukiongelea habari ya washarati, wenyewe wanajiweka pembeni. Tukiongelea habari ya dhambi za uongo, usherati na usengenyaji, wenyewe wanajiweka pembeni. Lakini siku ile inapokuja, hakuna neno litakalositirika bila my friend. Hakuna neno litakalositirika. Kila neno litakuwa open. Utaona wachungaji wako wa kanisa watakaoibika siku ile. Utaona watumishi wako wa kanisa watakaoibika siku ile. Utaona siku ile. Utaona na Yesu. Utaona nini utakuwa shuhuda. So amua utubu na uishi maisha meupe ya kumpendeza Mungu. Ana ukurasa wa ulimwengu umefika mwisho. Zilikuwa ukurasa nyingi, lakini sasa umefika mwisho. Ni bora ungefanya wakati ule wa zamani kule kina Yakobo na kina nani kule, lakini hata huko nako bado, kwa sababu kuna kifo. Kuna mstari wa kifo. Kifo umefunga kurasa yako vibaya, ni motoni. So acha dhambi tu au rejea. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Aujue kwamba dunia imefika mwisho. Ishi kwa haya maisha ukijua hivyo. Yaandae muda huo. Usisengenya hapo ukasema mtaomba ibadani msamani tufike ibadani. No. Haujui siku wala saa anayokuja Mungu. Haufahamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mungu abariki neno lake. Ninakushukuru Mungu wa mbingu na nchi. Asante kwa sababu ya neema yako. Tumejifunza kwa habari ya mwisho wa kurasa za ulimwengu. Umetufundisha vizuri Roho Mtakatifu. Umetufundisha vyema Roho Mtakatifu. Baba wa neema. Asante kwa sababu ya baraka zako na neema yako. Tumejifunza, tumeelewa, tumejua kwamba uko karibu na kurejea usiku wa Yuda. Naomba Mungu tujalie neema ya kuishi katika maisha matakatifu, ya kukupendeza wewe tu, tukuishi wewe tu, tukutumikie wewe tu, tukuone wewe tu, tukufuate wewe tu, tusitazame wengine, tukutazame wewe tu. Yale maisha tunayoyaishi katika ulimwengu wa kawaida, tuyaishi hayo katika maisha ya siri. Tunapokaa siri, tukupendeze wewe. Tunapokaa open, tukupendeze wewe. Mungu tusaidie, tuongoze Bwana. Katika neno lako hili takatifu ambalo umeliweka ndani yetu. Basi nikasaye kuja 60 mpaka 100. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana unasema kwamba alipo neno la kusikilika, nenda kwa mahali kanifanya. Ninapokuwa sirini mahali peke yako. Bwana nenda katuifasi. Akutenge neema, akujenge neema ya kuishi katika utakatifu wako. Tunapokaa sawa na wenzetu, Bwana nenda kujenge neema ya kuishi sawa na mapenzi yako. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana ninaomba, ninakutukuza na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe.